Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye pia ni Waziri wa Nishati Mheshimiwa Dr. Doto Biteko amewataka wananchi kutokugawanywa kwa itikadi ya dini wala siasa wakati huu wa kuelekea katika uchaguzi mkuu wa urais, ubunge, udiwani kwa manufaa ya taifa. Dr. Biteko ametoa kauli hiyo mkoani Arusha wakati alipokuwa akizungumza na wananchi mara baada ya kuzindua miradi mbalimbali ikiwemo madarasa pamoja na kuzindua mradi wa maji katika kijiji cha Esilale wilayani Monduli. Alikuhakikishia kwamba ni kweli vijiji vyote 62 vya wilaya Monduli tumepata umeme. Tunashukuru sana. Lakini sio hivyo tu, tukapewa na vitongoji 15 ambavyo kazi yake inaendelea na pia tunashukuru sana. Lakini kwa upendeleo, kwa sababu tuko kata Esilale, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nilikuja na kilio cha umeme kwenye taasisi hapa za Esilale, na walifuata mwenyekiti wa kijiji cha Losirwa kwa ajili ya shule ya Lucas Muhina. Niliomba kwamba pamoja na kwamba vitongoji vimepata umeme, lakini nikaomba taasisi zetu, na kwenye ziara ile ambayo ulimtuma Mheshimiwa Naibu Waziri wako, alipita pale Arkatan kwenye kanisa la Ungurumbo ya Upako, lakini ilikuwa tumpitishe kwenye shule ya Nashepai pale Makuyuni, lakini pia alipita pale Lucas Muhina tarehe 3 mwezi wa 11. Nikushukuru kwamba mwezi uliopita tuliwasha umeme shule ya Lucas Muhina, tunakushukuru sana. Lakini wakati tumekaa hapa nikatonywa kwamba hapa kwenye kijiji bado kidogo kuna nguzo 20 zimepelea. Tunakuomba kwa upendo wako Mheshimiwa Waziri, tunaomba basi utusimamie na hilo, angalau wananchi hapa wapate umeme kwenye zile nguzo 20. Kama kuna jamii ya watu ambao hawajui kusema uongo ni Mmasai. Mmasai bwana, ukimkosea atakwambia hapo umenikosea na sijafurahi, moja kwa moja, wala hafichi. Sasa na sisi tuje hapa kusema maneno. Fred anafanya kazi kubwa, mimi nafanya naye kazi bungeni, nimemwona mahali pengi. Kama tunavyozungumza, hili jimbo lina vijiji 62, vijiji vyote tumepeleka umeme. Asitokee mtu akawaambieni mimi nilifanya hiki na hiki, aliyesukuma ni Fred, tukahakisha mambo yanafanya. Jimbo hili na wilaya hii ina vitongoji 236. Tumeshapeleka umeme kwenye vitongoji 72. Na vitongoji vingine tunaviingiza kwenye mpango, na huyu Fredi nilimtuma naibu akaja wakatembelea mpango tulionao. Baada tu ya uchaguzi tunapeleka umeme kwenye vitongoji vingine vilivyobaki. Tumeanza na 15 ili tuongeze kwenye vile vilivyopo, tunakamilisha, tunakwenda mbele. Hata ile alilosema kwamba hapa kijijini kuna nguzo 20 zinapungua, hizo Fredi wala huna sababu ya kufunga na kuomba kwa ajili ya kuomba Mungu atende muujiza. Alishatenda toka mwanzo kwa watu hawa. Na meneja wa TANESCO yuko hapa, nimemwambia kuanzia kesho ni siku gani? Kesho siku gani Fred? Alhamisi. Kuanzia Alhamisi kwenda mpaka wiki ile inayokuja tuanze kuona hizo nguzo zinawekwa, watu wa hapa wanapata umeme bila masharti yoyote. Tunafanya hivyo sio kwa bahati mbaya, tunafanya hivyo kwa sababu mbunge wenu mtu rahimu, anasema kidogo anatenda sana. Si ndio jamani? Na mimi nataka niwaambieni, katika maisha haya tunayoishi utapimwa kwa kazi, sio kwa maneno, sio? Fanya kazi, ukifanya kazi watu wataiona. Halafu itasemwa hiyo kazi miaka yote. Kwani Mtume Muhammad alikaa miaka mingapi duniani hapa? Au Yesu alikaa miaka mingapi duniani hapa? Miaka 33. Juzi siku yake ya kufufuka tunaadhimisha dunia nzima, si kwa sababu ya maneno yake, kwa sababu ya kazi aliyoifanya. Si ndio jamani? Kwa hiyo kazi ndio itampima mtu, sio maneno. Maneno wacheni watu waseme maneno, nyie fanyeni kazi moja ya kujiletea maendeleo. Watoto wenu na watoto wajukuu wenu watawauliza maendeleo, hawatawauliza mlisema maneno mangapi. Uchaguzi utakapokuja isiwe nyenzo ya kuwagawa watu wa Monduli, mkagawanywa kwa misingi ya vyama, mkachukiana, mkaacha kusalimiana. Akatokea mtu akawaambia hiki na hiki hakifai, awaambie kama hakifai yeye amefanya kitu gani. Asitokee mtu akabeba dhana ya kusema badala ya kutenda, huyu akaonekana na heshima kwa kusema. Kusema ni rahisi, kutenda ni kugumu. Tunataka viongozi watakaofanya hii kazi. Na mtu aliyefanya kazi hiyo ya kutenda zaidi badala ya kusema ni Dr. Samia Suluhu Hassan.
wanaweza wakamsema maneno haya na haya, huwezi kumwona anahangaika kumjibu mtu. Yeye anachofanya, watu wa Monduli wawe na maji, watu wa Monduli wawe na barabara, na hana mchezo ikija habari ya maendeleo ya watu. Watu hawana umeme mkanda huu na katika anatuambia wekeni mipango umeme usikatike Monduli na maeneo ya Arusha. Watu wa Monduli hawana barabara, anasema wekeni mipango kuwa na barabara kwa watu wa Monduli. Na nataka niwaambieni, haya yanafanyika si kwa bahati mbaya, ni kwa sababu rais wetu ni mchapakazi, angependa kuona watu tunafanya maendeleo. Dr. Biteko yupo ziarani mkoani Arusha katika kuelekea kwenye shamra za maadhimisho ya miaka 61 ya Muungano. Yeye amefanya mengi kwa miaka 4 tu ya uongozi wake. Chaguzi unaokuja Chama cha Mapinduzi, yeye pamoja na mgombea mwenza Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi watapita kwetu kwa ajili ya kutuomba kura. Sitaki kuwapigia debe leo kwa sababu muda haujafika, lakini watakuwa na mambo mengi ya maana walioyafanya ambayo wala wanahitaji kupunga mkono na kuomba kura, kwa sababu majengo, maendeleo walioyafanya atakuwa anaongea mwenyewe. Watakuja na wengine, wasikilizeni. Ninyi mlio wa CCM, ninyi ni wengi. Msiwachukie walio kinyume na ninyi. Wasikilizeni. Kuna wakati watasema maneno ya kuudhi ama ya kutukana. Tena wengine wanaruga kali, maneno ya kukera. Ninyi msijibu kwa kukera. Wavumilieni na nyamazeni. Waonyesheni hasira yenu kwa kupiga kura, kwa kuwachagua viongozi mnaowataka. Ninyi itakapotokea wa chama fulani amekuja kwenu kuomba kura, msikilizeni. Tena hata akitaka kuulizwa maswali, muulizeni maswali kwa haki, msimvunjie heshima. Na mjue kuwa uchaguzi ni tukio la muda mmoja. Baada ya uchaguzi kuisha, maisha yanaendelea. Utamwangaliaje uliyemtukana kwa mwaka mzima ukimdhalilisha mbele ya watu? Uchaguzi umeisha, kesho wewe ni mgonjwa, unahitaji huduma yake. Msigombane kwa sababu ya uchaguzi, bali uchaguzi liwe jukwaa la kushindanisha hoja na matamanio tunayotaka kuyaona, kwa kuonyesha yaliyofanyika, yale tunayofanya na yale tutakayoyafanya baadaye. Sisi ni taifa kubwa hapa Afrika Mashariki, ni taifa tunalopigiwa mfano. Tuendelee kuwa darasa kwa wenzetu, kwa kuenzi muungano wetu, kwa kushikamana, kwa kufanya kazi kwa pamoja, ili watoto wa watoto wetu wakute Tanzania yenye umoja zaidi, ya watu wanaoheshimiana na kupendana, tena wanaothaminiana. Mheshimiwa Fred, nikutakia kila laheri. Hujaniambia ila nimesikia huenda ukagombea. Mungu akusaidie.